بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1439, katika darasa ya Al-Baiquniya ambao tulitaja kuwa tutaanza na kutanguliza kuzungumzia baadhi ya adabu ambazo atakikana kujipamba nazo hamkallah mwanafunzi wa dini. Tuligusia katika kikao kilichopita suala zima la ikhlas, kumtakasiania Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitafuta ilmu. Na leo biidhnillah ta'ala tajaribu kuzungumzia jambo ambalo pia ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu kiujumla, na zaidi kwa talibul ilm awe jambo hili atakuwa na ihtimam nalo sana. Igtinamul waqt fi talabil ilmi wa tahsilihi, kutumia wakati ambao ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitafuta ilmu na kuikusanya. لقد اهتم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم بعمارة أوقاتهم وحفظها بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم walikuwa na ihtimam kubwa sana na umri wao, kuchunga umri wao na kuimarisha na kuujaza yale ambayo yarudi manufaa yake kwa wao katika dunia na akhira. فمن تتبع منا أخبار القوم وتأمل أحوالهم يرى الشيء العجاب وعرف قدر نفسه. yoyote kati yetu sisi lau kama atafuatiliza ahwal walizokuwa nazo salafu salih, wallahi ataona mambo ya ajabu sana katika namna walivyokuwa wakichunga wakati, na pia atafahamu kadri na kiwango cha nafsi yake. Kwa hivyo itamuondolea ghurur, kujiona, wakati ambapo walipita wale ambao walielewa hii dunia. وأيقن أن كثيرا منا في هذا الزمان إلا من رحم الله محروم من نعمة استغلال العمر واغتنام الوقت. na anayesoma sira ya salafu salih katika namna walivyokuwa wakichunga wakati atakuwa na yakini kuwa wengi kati yetu sisi leo katika hizi zama tunazoishi, isipokuwa wachache
ambao Allah amewarehemu. Wengi wetu tumenyimwa neema ya kuutumia umri na wakati vizuri. وهذا الحرص الشديد منهم رضي الله عنهم نابع من علمهم وعملهم بما جاءت به النصوص الشرعية النبوية بالحث على حفظ الأوقات بالطاعات والنهي عن تضييعها فيما لا ينفعهم في دنياهم وأخراهم. نهي بوبا كوبا سانا waliokuwa nayo salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim, na huu wakati pupa hii imetokamana na ufahamu wao na ilmu waliokuwa nayo katika yale yaliyokuja katika nusus na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam zinazohimiza kuhifadhi wakati katika taa na kutukataza kuupoteza wakati katika yale ambayo hayana manufaa katika dini wala dunia. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. hautanyanyuka mguu wa yoyote yule siku ya kiyama atakapofufuliwa mpaka aulizwe maswali yafuatayo. Swali la kwanza, ataulizwa kuhusu umri wake, aliumalizia vipi katika hii dunia. Wa an ilmihi fima fa'ala, sallallahu alafia, na ataulizwa ilmu ambayo Allah amemruzuku ameifanyia nini. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, na mali ataulizwa juu ya mali aliyoichuma, ameichuma kutoka wapi na ameitumia katika njia gani. Kila shilingi ulioshika itaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, umeichuma kutoka wapi, kwa njia gani, na haijatosha uliitumia vipi. Wa an jismihi fima ablah, na kiwiliwili chake pia ataulizwa alikimalizia vipi hapa ulimwenguni, uliutumia vipi mwili wako. الحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. hii hadithi yatuonyesha uzito wa umri na uzito wa wakati, kiasi ambacho kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ataulizwa mwanadamu kuhusu umri wake, umekuishia vipi katika huu ulimwengu. Kila dakika, kila pumzi tunaovuta tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hisabu itakuwa nzito mno kwa wale ambao wakati wao waliupoteza kwenye upuzi katika ulimwengu. sallallahu alaihi wasallam. قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. mimi namchukia mtu, namuona amekaa faragha tu hivi hivi, hana kazi ya kufanya, namchukia mtu huyo. na athari ya Umar Khattab, inni la akrahu an ara ar-rajula sabahlalan
As-sabahlal ni mtu amekaa hana la kufanya, amekaa tu yeye. Huwezi kusema huna la kufanya, hasa wewe talib ilm. Wallahi huwezi kusema mimi sina la kufanya, maana yale ambayo watakikana uyajue ni mengi mno, na ikiwa ushayajua yale ambayo watakikana uyatendee kazi pia ni mengi mno. Huwezi kusema kuwa mimi leo sina la kufanya, la katika jambo la dunia wala katika jambo la akhira, haiwezekani. Talib ilm ana mengi sana, hajatosheka na yale aliyohifadhi, hajatosheka na yale anayojua, hajafikia yale anayojua kuyatendea kazi, na mengi na mengi na mengi yamfuata. Ibn Mas'ud asema, namchukia yule ambaye hukaa tu hivi hivi, yuko farigh, ana kazi ya kufanya, la hayuko katika kinachomnufaisha katika dunia yake, wala hayuko katika kinachomnufaisha kwa ajili ya akhira yake. Muda wake aupoteza bure tu, bure balash. Umri ambao ni ghali. Lau kama kwa mfano leo maiti kaburini ambaye alikwenda mbio katika hii dunia, akiulizwa asema watoto wangu na wafikirilia mustakbali wao, aambiwe kuwa umri huu hapa mwanzo mpaka mwisho. Kuna siku moja utapewa wewe uende ukafanya amali njema, ama wape watoto wako wastarehe wapumzike katika siku ile. Utachagua lipi? Hata siku moja hawezi kuchagulia mtu yoyote. Atatamani lau kama ile siku aipate mwanzo mpaka mwisho, afanye nini? Amali. Wallahi lau kama mmoja wetu leo ataulizwa, uko tayari wewe wataka kufa, mauti ya kujia, atasema nini? La. Na akiulizwa kwa nini, asema nataka kufanya amali, nijiandae kwa ajili ya mauti. Na lau kama ataambiwa haya fanya amal, atasema nitafanya, saufa afal, nitafanya. La yeye hataki kufa, la ile sababu anaoitoa kwa nini hataki kufa haifanyii kazi, huku hayuko namna anapopoteza ule umri. Na leo kuna baadhi ya watu ambao hununua haswa malahi, mambo ya upuzi, PlayStation, au ukamwona apoteza umri wake dakika 90, afanya nini? Atizama mpira. Watu wateza mpira mwanzo mpaka mwisho, timu hii imefunga hii, timu hii imefunga hii, poteza tu umri wako. Tunaona tutawafunga watu wako huko Uingereza, yeye yuko Afrika huko, tutawafunga. Wewe umfunge nani? Wewe wajifunga mwenyewe wewe. Kweli wewe wajifunga wewe, kwa sababu hizo dakika unazozipoteza utazitamani wakati mauti yanapokufikia. Sallallahu alaihi wasallam. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام. أيوة منادام، hakika wewe ni masiku. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, kila siku inayopita katika umri wako ujue ni sehemu katika wewe imeondoka. Jua la chomoza latua, ujue ni umri umepungua katika maisha yako, na siku ya kuondoka duniani yakaribia. Walakin akthara an-nasi fi ghafla, lakini wengi katika watu tuko katika ghafla. Wallahi tufurahia miezi inapopita na miaka inapopita, umkuta mtu asherehekea na kufurahia eti siku yangu ya kuzaliwa leo, kama anaofanya kufaru, asherehekea kuwa sasa hivi mimi mmekuwa na umri mkubwa, mmefikisha miaka 30, mmefikisha 40, mmefikisha 50. Kumbe hajui amepoteza miaka 50. Maana ya siku yako ya kuzaliwa ikiwa isherekea, basi ilikuwa ulie,
kwa sababu ule umri uliokupita ndio umepita, umetanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi mtu afurahia kukaribia mauti yake? Shaona kuna mpumbavu kama huyo eti birthday wacha mwapeleki watu safari hii sijui wapi huko mkawastareheshe. Wewe wajua washerehekea nini? Wewe washerehekea kukaribia kwa siku yako ya kufa. Kila muda unapopita umri wako waondoka katika hii dunia, waondoka. Eti jahil limekaa la furahia, amefika miaka 40 amekuwa mkubwa mimi. Umefika miaka 40, imebakia miaka michache sana wewe kuondoka duniani. Lakini watu wako katika ghafla. Sallallahu alaihi wasallam. وقال رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه وديناره. حسن البصري سيما nimekuta watu wa maana ambao walikuwa ni mabakhili mno kwa wakati wao kuliko dirham na dinari zao. Pesa si chochote kwao, lakini umri ulikuwa ni ghali sana, ghali sana. Ridwanullahi ta'ala alayhi. Mpaka kufikia mmoja wao mtu ataka kuzungumza naye, amsimamisha, amwambia amsiki shams, takuzungumza na mimi zuia jua. Ukilizuia jua tukae tuzungumze. Ikiwa huwezi kulizuia jua la tembea, basi tafadhali niwache na mingi sana ya kufanya maana kuliko kunizungumzisha jambo ambalo halina faida na wewe wala na mimi, bali ni hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أبو بكر ابن عياش رحمه الله: أحدهم لو سقط منه درهم لظل يقول إنا لله ذهب درهمي. mmoja wao katika hao watu wa dunia, lau kama dirham moja itamwangukia njiani, imeanguka, atashinda mchana kutwa asema inna lillah, dirham yangu leo imempotea. Kama leo useme kaangusha shilingi 100, atakaa subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 100 yangu nilikuwa nayo nimeshika hivi imedondoka. Imedondoka bwana. Alalamika, pengine kila anayemuona amlalamikia. wa huwa dhahaba yawmuhu wala yaqulu dhahaba yawmi ma amiltu fihi, na siku yake yapita, hajiulizi akasema siku yangu imepita leo, nimefanya nini mimi, nimezidisha nini katika ilmu niliyokuwa nayo, nimeongeza nini katika amal ambayo jana sikuifanya. Haya ni maswali ambayo talib alilm aula zaidi kujiuliza katika nafsi yake. Hivi ipite siku hakuna ilmu mpya uliyojua zaidi ya ile jana uliyokuwa nayo, wallahi khasara, wallahi khasara, khasara kubwa. Ndio baadhi ya wanaovioni wahusia kuwa aqallu shay kuwa na kitabu cha mutalaa, wasoma safha moja tu, lazima utakuta kipya ambacho jana ulikuwa ukijui. Isipite siku ukuongeza katika ilmu na amal chochote, kama tulivyotaja kuwa ni moja katika mwili, ima usonge mbele au urudi nyuma. Liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhir. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. kupoteza wakati ni kubaya zaidi kuliko mauti. Hebu leo muona mtu umri miaka 60 70, enda kwenye vikao vya dhumna, enda kucheza dhumna, poteza umri wake. Yeye mwenyewe alichobakisha katika umri wake yajua ni kichache kuliko kile kilichopita, na bado apoteza umri katika vikao ambavyo havina maana. Na nasikitisha zaidi muone kama kwa mfano mwezi wa Ramadhani ndio watu watafuta ule upuzi, wasema wacha tuue wakati. Nani kakwambia wewe uwe wakati?
wakati utaendelea kuwepo tu. Jumatatu itakuwa ni ile ile, hata wewe ukiondoka haigeuki ikawa siku nyingine jina lake ndile lile Jumatatu, mpaka Jumapili itabakia vile vile, na wewe utaondoka katika ulimwengu. Kwa usijipige kifua katika hii dunia ukasema kuwa mimi naua wakati. Wewe wajiua wewe, na utautamani huo wakati unaopoteza. Lianna idha'at alwaqt, asema kwa sababu kule kupoteza wakati taqta'uka 'anillahi wad-dar al-akhirah, kwa kukata wewe mafungamano yako na Allah subhanahu wa ta'ala na akhirah. Poteza wakati kwa kukata wewe kutokamana na kujiunganisha na Allah subhanahu wa ta'ala na akhirah. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, ama mauti hukukata wewe kutokamana na dunia na watu wa dunia. Sahali ikiwa unakokwenda kule kuna khairi, fahaya hala, hata ukaiacha dunia na watu wa dunia, lakini una janna, neema. Lakini wapoteza wakati wa kukata wewe kutokamana na kufikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akhirah, hii hasara kubwa mno. قال الوليد ابن عقبة الشيباني رحمه الله: سمعت رجلا يقول لداود الطائي، سمع ممسكيه bwana mmoja amwambia Daud الطائي: ألا تسرح لحيتك، una ndevu basi si uchane hizo ndevu, mbona uchane ndevu zako wewe? Qala inni anha la mashghul, pamoja na kuwa ni uzuri ni usafi, lakini bwana anasema mmeshughulishwa mno, hata ule wakati wa kuzichana sikupata. Wallahi walikuwepo katika salaf ambao walikuwa hawali mkate mkavu mpaka utie ndani ya maji. Kwa nini? Wasema kwa sababu kuna kipindi baina ya kula mkate mkavu na kuumiza na kuula ikiwa shauti ya ndani ya maji, huwa naumiza tu ili nipate ule wakati usinipotee mpaka kwenye kula. Na mmoja aambiwa na mkewe, sisi ukupikia chakula wewe, tukakutayarishia, tukakufanyia vizuri, usitokee mpaka kisha kuwa baridi, mpaka kimekuwa kibovu ndio wewe huja wataka kula. Asema wallahi abghadhu waqtin 'indi waqt al-akl, kama kuna wakati ninaouchukia mimi ni huo wakati wa kula, kukana nyinyi kula. Kwa nini? Aona apoteza umri wake mpaka kwenye kula, ambapo sisi kula kwetu ni masaa mawili, hasa tukiwa tuko wawili watatu, gumzo pale ndio litakuwa limenawiri kabisa. Wallahi linanawiri kabisa. Wala tusiende mbali, hao salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, tumeshawaona watu mpaka kungoja chakula kwao ameshika msaafu afanya murajaha. Chakula kikija kinachomzuia yeye kusoma ni kile chakula tu, yuala haraka haraka amalize, aendelea kusoma huku yatembea. Katika asri hii tunaoishi wapo katika watu na wapo katika wanafunzi ambao ni battalin, ahmaq, mjinga wa mwisho. Akimwona mwenzake namna hiyo utamkuta amfanyia tathbit na kuanza kumfanyia kejeli, mashaallah, na kuona wachunga wakati wewe hakuna kama wewe, unabidi wewe afanye istihza. Na tumewaona wengi ambao walipoteza umri wao na pale walipoishia. Kuna watu wameketi katika miji ya ilmu miaka 4, 7, 8. Yani lau kama utasikia huyu ameishi katika mji fulani kutafuta ilmu, ile miaka kutajia, utanyanyua shingo wataka kumuona nani huyo. Lakini ukamsikia alivyomtupu katika elimu, utatamani kuingiza shingo ndani ya mwili wako kama kobe. Hamna chochote, poteza umri.
ni mtu kwenye chai, mara sijui yuko kwenye nini, mara sijui yuko kwenye karamu gani, mara yuko huku, yeye ni kula tu. Mtu afikiria kula tu, ndio fikra yake, akili yake kubwa kula tu. Ni kama afugwa, kama mnyama afugwa, apoteza umri wake. Sallallahu alaihi wasallam. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله. kuna kisa cha ajabu kilichotokea na Abdurrahman ibn Abi Hatim na mwenzake katika kuonyesha namna gani salaf walikuwa wakichunga wakati. قال كنا بمصر 7 أشهر. sisi tulikuwepo Misri tutafuta ilmu katika nchi ya Misri miezi 7. lam nakul fiha maraqatan. miezi yote hii tulokaa hatukunwa supu hata siku moja. kullu naharina muqassamun limajalis ash-shuyukh. mchana wetu mzima tumeugawanya katika vikao chini ya mashekhi wa ilmu. wa bil-layli an-nasakh wal-muqabala. na ikifika usiku ndio tuandika sasa nasakh na muqabala. naweza umekiona kipi, umekiona kipi, kwa sawa andika. Sasa andika vizuri sana na kupanga kwa nidhamu yale waliokusanya katika mchana wao. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا. siku moja tukaja mimi na mwenzangu kwa mmoja katika mashekhe tunaosoma kwao. faqalu huwa alil ay marid. wakatuambia yule shekhe ni mgonjwa. ikawa ndio nafasi yani tumepata siku hiyo kidogo ile wakati kufanya nini, kupumua. فرأينا في طريقنا سمكة فأعجبتنا. tukaona njiani samaki yauzwa, tukamtamani yule samaki akatuvutia. fashtarainaha. tukaenda tukamnunua yule samaki. falamma sirna ila albayt. tukitembea tukifika tu nyumbani, hadara waqtu majlisin. wakati wa kikao kingine cha elimu ukawa tayari umefikia, na sisi ndio tufika nyumbani. falam yumakkinna islahu. kawa ule wakati haukutumakinisha sisi kumtengeneza yule samaki ili tufanye nini, tumle. wamadaina ila almajlis. tukaenda katika ule mkao wa ilmu. falam nazal hatta ata alaiha 3 ayyam. tukawa hivi mpaka siku 3 zimepita hatujapata muda wa kumla yule samaki. hamna wakati. tunataka kumla yule samaki lakini hamna wakati wa kumpika yule samaki. wakada an yataghayyar. ikawa amekaribia sasa yule samaki atafanya nini, ataoza na kuharibika. tufanyeje? qala faakalnahu nayyan. tukamla yule samaki akiwa ni mbichi. qala faakalnahu nayyan. tukamla yule samaki mbichi. walam yakun lana faragh an nu'tiyahu man yashwihi. hata faragha ya kumpa mtu atuchomee pia ilikuwa hatuna. talib ilmi mashghul, ana mambo mangapi ya muhimu talib ilmi, shughuli ya kutosha nayo katika kukusanya ilmu na kuitendea kazi, kufanya kadha na kadha, mambo mengi. na lau kama wallahi nyakati zetu tutashughulisha namna hii, basi kipindi kifupi tu umwona mtu amebariz katika ilmu, sababu ametumia wakati wake. sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu lazama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sanatayn. miaka miwili pekee yake alazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. si wakati, ni baraka katika ule wakati. Kwa sikae hapa ukaanza kuzungumza hayule anketi miezi 6 tu ajifanya sasa iwajua. miezi 6 yako ni sawa na miaka 4 yako. mfano tu, miezi 6 yake akaipanga kisawa sawa, akautumia ule wakati. mfano ni miezi 6 kweli, ikawa hapimwi na kukisiwa na aliyeketi miaka miwili kutafuta ilmu, kwa namna alivyoutumia wakati wake. katika miezi yake yale 6
amehifadhi kadha wa kadha katika ajza za Qur'an, amehifadhi kadha wa kadha katika hadith, amehifadhi mutun kadha wa kadha, na amehudhuria darasa kila siku akasonga mbele katika ilmu. Si wakati eti ule ulolazimiana na mwana wa chuoni. Ni baraka na mtu kuutumia ule umri kisawa sawa. Aweza kaa mtu na mwana wa chuoni kwa muda mfupi na akapata kingi kuliko yule aliyekaa muda mrefu aliyekuwa akipoteza wakati wake. Poteza umri tu. Ndio nasema kuna wengine wakalazimiana na mashekhe, ukamwona mtu miaka 6 7, kuanzia lini uko hapa? Mimi miaka 7 hapa na miaka 10 hapa, lakini ukimtizama hakufanana na mwaka mmoja. Umehifadhi juzuu ngapi bwana? 5 tu. Kwenye miaka 10 juzuu 5, ama miaka 2 juzuu 5 tu ndio uliozoweza kuhifadhi wewe. Anta la'ab, wewe ni mchezaji tu, mtu wa mchezo upuzi tu ufanye. Hujakaa chini kutafuta ilmu na ukautumia wakati wako kisawa sawa. Na wengine kama Hafidh al-Hakami rahimahullah, mfano tuchukua, mwezi mmoja kahifadhi Qur'an yote mwanzo mpaka mwisho, Fatiha mpaka Nas, mwezi mmoja. Kweli watu watafautiana katika hafidha, lakini pia tutizame namna tunapopoteza umri wetu. Tutizame tu, kila mmoja ajiangalie nafsi yake, bali al-insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja ajijua nafsi yake. Abdurrahman ibn Abi Hatim baada ya kueleza hiki kisa akasema, qala la yustata'u al-ilmu birahati al-badan, ilmu haiwezekani kupatikana kwa kustarehe kiwiliwili. Wewe mwana talib ilmu kila siku anona tu yeye anona tu, anaona afanya kazi gani? Yeye ajua vyakula aina mbalimbali. Talib ilmu leo biriani, kesho sijui pilau, kesho sijui hiki. Na wakikaa wewe hawana visa vingine, visa ni kula tu. Mshaona misafara ya makhurafi kutoka Maulidini? Mshaona? Naudhu billah. Basi ile HB niliitia mfukoni, ile biskuti niliitia mfukoni mimi, alafu nikamwambia sijapata. Ajiona mwerevu kabisa. Napigia sinia 2 mimi bwana. Basi si ufugwe kazi yako, vinavyobakia kwa majirani na nani, upewe kazi yako kula tu. Yani imekuwa leo ni sifa, nani wala sana. Hakuna mwana wa chuoni yoyote ulimwenguni ambaye ukisoma katika manaqib yake ukaona kana yaakulu kathiran, alikuwa kila sana. Hakuna, isipokuwa wanafunzi sisi wa leo. Mtu wa kila sana asifiwa, mashallah, yule mzima yule. Kisha naye akienda karamuni ataka aonyeshe ule uzima wake, atawaonyesha wenzake kuwa mimi kweli mzima na sana. Hakuna mwana wa chuoni aliyesifika kwa kula, hata mmoja. Nenda kaangalia tarajum za maulama, tuonyeshe mwana wa chuoni mmoja peke yake eti amesifiwa kana yakulu kathiran, alikuwa kila sana yule. Bali ukisoma utaona mambo ya ajabu, mpaka utajituhumu nafsi yako kwa hivi tunavyofanya jamaa si sawa. Waje kusikia kama Imam Shafi'i ana miaka 10 na hajashiba hata siku moja. Siku hawezi kula akashiba, yaweza, lakini ajipima na yeye, ajua mimi kila sana hapa, kinachonifuata nini? Ni usingizi, na usingizi ukija nitapoteza umri wangu. Kwa hivyo acha mpunguze katika kula na amal kwa wingi, akiona husna dhanna Allah subhanahu wa ta'ala kwa kesho kuna nini? Kuna pepo. Utakula mpaka umalize, uchoke. Kullama ladha wa tab, takula mpaka useme vile unavyotaka. Walahum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi kana yamurru ala al-aswaq
فيرى الفواكه فيقول سلام عليكم موعدكم الجنة. النووي رحمة الله عليه alikuwa hali fawakiz fruities kwa sababu zaleta usingizi, akiziona sema salamu alaykum maw'idukum aljanna, tutaonana peponi kwa uwezo wa Allah, mtawala nyinyi. Lakini huko hapa naona mtanipotezea umri. Ukila si kwa ni haram, la, watu watafautiana katika swala hili. Ndio nasema watu watafautiana. Ikiwa mtu mkate wake ataka autie maji ndio aule aumize badala ya kutafuna, kwa sababu ona kutafuna pia kupoteza wakati, tutawafikia wapi hawa? Billahi alaikum, aina hum wa aina nahnu? Aina hum fi sha'n fi wadi wa nahnu fi wadi. Tuko wapi na wapi? Bali mtu aona sasa, wacha mimi kile chakula ndo ni pilau tu bwana, nafanya samaki wa kukaanga pale kando, kisha fanya na kachumbari pale, kimaliza fanya na sijui kitu gani pale, na uweke juisi moja baridi pale kando, na ufanye sijui hiki kitu fulani, aeka tu, yaongeza tu. Maida ya taamu kienda ukiiona, subhanallah, waweza kufikiria kwa genge kula, kumbe aja mtu mmoja tu, genge la mtu mmoja ndio yuaje pale kupoteza umri. Sallallahu alayhi wasallam. قال ابن حجر رحمه الله إنني لأتعجب ممن يجلس خاليا عن الأشغال. mimi nastajabu na yule ambaye hukaa hana kazi yoyote. Mtu amekaa hana kazi ya kufanya. Mshaona mtu ammi maskini hajui kusoma Qur'an wala hajui akifunguliwa msaafu hii ni sura gani, ni sura gani, wallahi كيف يضيع وقته. aweza kuja salatu Ijumaa saa 5 umefika pale, maskini hajui la kufanya. Amekaa mtu akiingia, hebu kanzu yako unenwa bei gani nzuri, maskini hana cha kufanya. Lakini wewe talib ilmu, Allah amekuneemesha waweza kuisoma Qur'an tena ukaifahamu kwa mfano, kisha uingie na upoteze tena wakati wako. Na sasa hivi kuna kitu chaitwa simu, wallahi kimetupotezea umri wetu mkubwa sana. Mtu yuwa chati tu, akiangalia masaa 2 yamepita, yani hivi ni kidogo tu nimekaa. Tukashughulishwa sana sana na mambo kama haya. Yani wakati ambao mtu aweza kuhifadhi safha nzima ya Qur'an, yeye amejishughulisha na simu, iko kwenye simu tu. Wallahu musta'an. Mtamalizia na namudhaj moja uone hirs ya salaf katika kutafuta ilmu na kuchunga wakati. قال أبو جعفر ابن نفيل رحمه الله قدم علينا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. سما لكوجا كويتو لكتفت علم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فسألني يحيى وهو يعانقني. وكفيك كنسلمية يحيى بن معين أن كمبتيه وكيونيلز مصوالي أنيز الصوالي. قال يا أبا جعفر huku yomkumbatia, قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء أدنى وقت الحائض يوم. ومسوما chini ya Ma'qil ibn Ubaidillah apokea kutoka kwa Ata kuwa wakati mchache kabisa wa haidh kwa mwanamke ni siku moja. Kumuuliza swali huko ndio yomkumbatia, huko ndio yomuuliza lile swali. Hata si salamu alaykum, vipi hali yako watoto, salamu alaykum, sasa ulipokea kweli? Kuna athar nasikia umeipokea kutoka kwa Ata hivi na hivi, mkweli umepokea hiyo athar? فقال له أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل لو جلست سيصبيري وكاي وكيكاتشين وتوليزا. فقال يحيى بن معين كمجيب أحمد حنبل أكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن أسمع. nachukie sije huyu mzee akafa hapa,
isije akaanguka akafariki dunia na bado hatujasikia. Ni kweli si kweli? Afadhali hapa nitumie nini huu wakati na fursa nisipoteze. Najuaje mimi labda kumaliza kumkumbatia mzee watu akaanguka kafa, akaanguka akaenda, ikawa ile ilmu tumeikosa. Nachukia itokee hivyo. Angalia pupo aliyokuwa nao ya ilmu na kuchunga wakati. Raha wallahi kusoma sira ya salaf, ukaona mambo kama haya, ukajua kadri ya nafsi yako. Subhanallah, eti tujiona sisi tuchunga wakati. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi nahnu la'abin, tuacheza na wakati, tuacheza na kuupoteza wakati na umri kwa mambo ya kipuzi, kiasi cha kuwa mtu aona leo siku ndefu, leo wacha mimi nende mjini kidogo, nikienda hivi nikirudi itakuwa masaa 3 nishamaliza, adhuhuri sishaingia, itakuwa nishapoteza ule muda. Ndio werevu. Wengine hukaa masokoni pale, Allah amemjaalia ana uwezo, yeye akaangalia anayepita huku na anayetoka huku, shughuli yake kubwa kuzungumza siasa. Unsikia fulani bwana anaangushwa yule na yule, mpigwa mapiku kabisa, hakuna kitu pale. Hivi stories za kipuzi na kijinga ndio yazungumza. Ile bwana kabeji jana ilikuwa shilingi 20 tu, leo imefika 30, atasijui kuendelea nini, sijui kesho itakuwaje. Yani mazungumzo ni hayo tu, yeye ndio mazungumzo yake. Akitoka pale ende zake. Kila siku ya pili atarauka tena sokoni, aende siku hizi nafikiri mshaona mkipita njiani wakati wa asubuhi, kuna yale yaitwa mabunge madogo yale. Sehemu inauzwa magazeti, kuna bunge. Watu wakaa pale sasa waanza kushambua magazeti na masuala nyeti yaliyotajwa katika magazeti. Mimi nasema wajua huyu waziri huyu itatokea hivi na hivi. Mimi nasema we nani wasema? Muuzaji mboga na nyanya huku, wewe wazungumza mambo makubwa ambayo hayakuhusu kichwa wala miguu. Sasa ushangae umpate ni Muislamu amekaa pale. Shangaa zaidi umpate nani? Ni talib ilm. Hivi kuna tulab ilm ana muda yeye kukaa vigaro vya kahawa kuanzia baada al-asr mpaka maghrib. Wallahi shangaa. Baadhi ya miji utanyoshewa kidole, ona yule ni shekhe yule. Ikifika asri akimaliza kuswali, wacha nende kwa wazee wenzangu, ati yeye pia na wazee wenzake. Hukaa pale akala kashata na kahawa, pengine labda wazungumza masaila ilmiya au faidishana na nini, saatan fa saa, kumzishana kidogo. La, kila siku ni maskani, yaitwa maskani, kama nyumbani kwao pale. Si siku moja, kila siku yeye kazi yake kula kashata na nini na si vituko gani labania na kahawa chungu pale. Kisha kwambia mzee ongeza tangawizi, leo nataka nibambe leo, stories za leo naona ntamu leo. Apoteze umri namna hiyo. Nasallallahu alaihi. Huyu talib ilm aitwa ni talib ilm. Je, tushastahiki sisi kuitwa tulab ilm? Jipime, pima haya tuliyozungumza hapa kutoka kwa salafu salih, kisha tujiangalie, je twastahili kuitwa tulabul ilmi ama ni tulabul akli? Kila mmoja atajiuliza hilo swali ajijibu, na kila anasikia maneno ajiulize. Tujiangalie tuko vipi na salaf walikuwa vipi. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.